mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, ili tuweze kuangazia tetesi za usajili zilizojili barani Ulaya. Moja kwa moja tuanze na kule Manchester, ambapo kiungo wao mkabaji Casemiro, raia wa Brazil mwenye umri wa miaka 33, ambaye aliripoti kuondoka katika timu hiyo. Tayari kuna vilabu kadhaa vimejitokeza kuweza kumuhitaji mshambuliaji huyo, na kilabu ambacho kimepewa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kumpata Casemiro ni ile timu ya Inter Miami inayomilikiwa na David Beckham, na pia timu nyingine ni Porto, na timu nyingine pia ni Sao Paulo ya kule kwao Brazil. Kwa hizi ndio timu tatu ambazo zinahitaji huduma ya mchezaji huyu ambaye ni kiungo mkabaji mkongwe aliyetoa mataji mengi zaidi akiwa na klabu ya Real Madrid. Kwingineko, klabu ya Everton wamemfanya mshambuliaji wa Chelsea Liam Delap kuwa lengo kuu majira ya kiangazi. Mwingereza huyo ambaye alisajiliwa kutoka klabu ya Ipswich Town, na wengi walimtabiria kufanya makubwa katika klabu ya Chelsea, lakini tangu alipojiunga na klabu hii ya Chelsea hajaonyesha makeke kama watu walivyoyategemea, na hata mara nyingi amekuwa akianza nyuma ya Joao Pedro. Ndio maana anaweza kuuzwa na klabu ya Everton wamemweka kuwa target yao kuu. Kwingineko, klabu ya Tottenham na Newcastle United zote mbili kwa pamoja zinamwania mshambuliaji Darwin Núñez wa Al Hilal, ambaye mwanzoni alikuwa anakipiga ligi ya Uingereza katika ile timu ya Liverpool, lakini baadaye wakamuuza kwenda Saudi Arabia, na sasa imeripotiwa kwamba Al Hilal wako tayari kumuuza Núñez, na Tottenham pamoja na Newcastle ni wateja wa kwanza ambao wamejitokeza wakihitaji huduma ya Darwin Núñez. Kwingineko, Real Madrid wanaongoza kwenye kinyang'anyiro cha kumsajili beki wa Ujerumani wa Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akihusishwa na klabu za Hispania ambao ni Madrid na Barcelona, na watu wawili wamekuwa kigombaniana mchezaji huyo, lakini Madrid ndio ambao wanaongoza kwenye zile rada za uwezekano wa kumpata. Kwingineko, klabu ya AC Roma pamoja na Juventus wamejiunga kwenye kinyang'anyiro cha kumsajili beki wa Argentina na Bournemouth mwenye umri wa miaka 28 Marcos Senesi mwisho wa msimu huu utakapomalizika. Roma na Juventus wote watapambania sahihi ya beki huyo. Kwingineko, beki wa Uingereza Joe Gomez ambaye anakipiga klabu ya Liverpool inaonekana anajiandaa kuondoka katika timu hiyo, maana tayari ameshaanza mazungumzo na vilabu viwili kuona ambacho atapata uwezekano wa kujiunga navyo, na vilabu hivi pia vimeonyesha nia ya kumhitaji ambao ni AC Milan pamoja na Bayern Munich. Wote wawili wanapendezwa na Joe Gomez, na tayari wakala wa Joe Gomez ameshaanza mazungumzo ya chini kwa chini na vilabu hivi viwili ili kuona ni wapi ambako atapata uwezekano mzuri ili mteja wake aweze kuelekea huko ambaye ni Joe Gomez. Kwingineko, klabu ya Manchester City imesema kwamba itakabiliana na pambano la kutaka kumbakisha kiungo wa kati na Uhispania Rodri msimu huu, huku vilabu viwili vikubwa kama vile Real Madrid pamoja na Barcelona ya Hispania wakimtaka mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29. Bild wanaripoti kwamba Manchester City nao wamesema hawako tayari kumwachia Rodri aondoke, hivyo watapambana kadiri wawezavyo ili kuhakikisha kwamba Rodri anasalia kwenye viunga vyao vya Manchester. Kwingineko, klabu ya Arsenal imepata upinzani kutoka kwa Chelsea ambaye ni mpinzani mpya katika zile rada za kumtaka mshambuliaji Julian Alvarez. Chelsea nao wamejitokeza kwamba na wao pia baada ya kumwachia Delap na kuweza kumtoa Nico Jackson moja kwa moja, macho yao kodo kwa Julian Alvarez ili kuona kama wanaweza wakaipata saini yake. Mwanzoni Arsenal walikuwa wamebaki peke yao mara baada ya Bayern Munich kujitoa kwenye hili dili, lakini sasa ameongezeka mwingine ambaye anaitwa Chelsea The Blues, nao pia wanamtaka Alvarez ili kuweza kuimarisha timu yao kwenye lile eneo la ushambuliaji. Basi tumefika tamati ya testi za kimichezo kwa siku ya leo, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu. Bonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe. Lakini pia kama unatufuatilia kupitia TikTok au Facebook, follow account zetu pia. Bonyeza neno limeandikwa follow au kialama cha jumlisha ili uweze kuwa karibu zaidi na kila update ya kimichezo tunayokuwekea. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.